Msikilizaji, tunasonga mbele na simulizi yetu nzuri kabisa ya Hamza, na hii ni sehemu ya 13. Tulipoishia sehemu ya 12 ni pale Yones ambapo alionyesha kuhitaji ulingo ili aweze kupambana na jamaa mmoja anayejiitwa Chekan. Sasa Chekan hawa wamekuja na kina Conk Master kuweza kupambana na Hamza, na Hamza anafahamu kabisa hawa watu wamekuja kwa ajili yake. Lakini Yones kwa sababu ndio mkuu wa walinzi hakutaka kuonesha kwamba yeye ni mzembe, kwa sababu anataka kutumikia kibarua chake. Sasa kwa sababu Yones ameomba mwenyewe kupigana na Chekan, je, itawezekana ama vipi? Unadhani Yones atashinda ama atadundwa mpaka maji ayatema? Langu jina Lucas Lumbas. Kitendo cha Chekan kuletewa Yones kupigana naye aliona ni kama dharau. Akasema, kwa hiyo yani mnadhani nimejifunza sanaa mapigano kwa ajili ya kushindana na kila mtu hata kama ana vigezo? Yones akasema, acha visingizio, tutaongea hili baada ya kuweza kunishinda. Aliongea Yones akiwa ameshakaa pozi la kupigana sasa. Sasa Chekan alishakutingisha kichwa tu na kuingia ndani ya ulingo huku akipiga hatua moja kumsogelea Yones. Sasa wakati huo kidole chake, kile kidole gumba, kilinyoka na kisha kikajikunja, huku vile vinne sasa viwili vikitokezea kwa mbele, huku vile vikisambaa na kufanya mkono wake sasa uonekane kama vile ni mguu wa mwewe. Baada ya kuona mbwembwe za adui yake, Yones hakutaka kuchelewa na alianzisha mashambulizi kwa kumrushia ngumi Chekan akimlenga kifuani. Lakini mara baada ya kurusha ngumi ile, Chekan alisogeza mkono wake wa kushoto uliokuwa katika umbo la kucha za tai akinuia kuikamata ile ngumi. Lakini upande wa Yones alinama kwa mbele na kisha kunyanyua mguu kwa mzunguko. Alionekana kumzubaisha adui yake kwa kumuonyesha anataka kumpiga ngumi, lakini shambulio halisi alikuwa amepanga litokee katika mguu wake. Chekan alijikuta akishtuka na alijitahidi kwa uwezo wake wote kuzuia shambulizi lile. Asa upande wa Yones, mara baada ya kufyatua mguu na kwenda hewani, alipiga sarakasi na kwenda kusimama tena, lakini hakuzubaa. Airudi na teke style ya roundhouse ambayo ilimpiga Chekan mgongoni na kumfanya kujikota kwa mbele, yani kwenda mbele. Sasa tukio lile la Yones kufanikiwa kumpiga Chekan lilimfanya mzee Konki na wenzake kushangazwa mno. Maana ni kitu ambacho hawakuwahi kutegemea kabisa. Chekan alijikuta akigusa eneo alilopokea shambulizi na uso wake ulizidi kujaa serious. Yani ni kama ile dharau aliyokuwa nayo juu ya Yones ilipotea. Yones akasema, mbona unashangaa? Unadhani kujua kwako sanaa za kimapigano zilizopitwa na wakati unaweza kunipiga kirahisi? Chekan akasema, safi. Unajua nimekudharau ndio maana. Hebu angalia kwanza. Aliongea Chekan kwa Kiingereza na pale pale alisogea kwa haraka kwa style fulani hivi kama vile ni sungura anayekimbia na kisha kumrukia Yones, huku kucha zake zilikuwa zimeelekezwa upande wa kiganja cha mkono wa Yones. Lakini sasa Yones hakuwa na mpango wa kumshambulia, na mara baada ya Chekan kumfikia alimkwepa kwa kuinama huku akiweka mikono yake nyuma kujisupport vizuri, na kisha pale pale alifyatua mguu wake kumlenga Chekan usoni. Chekan kwa wepesi aliweza kukwepa shambulizi lile. Alijua fika kama litampata usoni basi litategua taya yake. Yones mara baada ya kuona sasa amezimisha shambulizi la adui yake, pale pale hakutaka kuchelewa na alianzisha shambulizi lingine la teke la mzunguko na kumfanya Chekan kuweka mikono yake kifuani kwa ajili ya kupangua teke lile. Yones hakuonekana mzembe. Stamina yake ya kurusha mateke pamoja na nguvu ya miguu ilionyesha ni kwa kiasi gani alikuwa na mazoezi makali na ujuzi wa kimapigano. So upande wa Chekan ni kama alikuwa akisoma mashambulizi ya Yones kwa kujilinda ili asipatwe na pigo lingine. Hamza mara baada ya kuona tukio lile aliona kabisa mambo hayo hakutegemea angetokea kwa Yones. Alimuona ameimarika mno, ijapokuwa mbinu ya kucha za tai ilikuwa na nguvu zaidi katika mbinu ya mapigano ya ana kwa ana katika ulingo, lakini bado Yones aliweza kuonyesha wepesi zaidi. Lakini hata hivyo Hamza aliona kabisa mbinu ya Yones katika kupambana na mtaalamu kama Chekan
hawezi kumzidi zaidi ya kujichosha tu. Afistoshe Chekan alionekana kuwa mzoefu zaidi ya mzee Konki. Kitendo cha Yones kupambana mara ya kwanza na mzee Konki ni kama ilimpa nafasi ya kwenda kufanya utafiti ya udhaifu wa mbinu ya kucha za tai. Ndio maana alitumia nguvu ya miguu zaidi kushambulia maeneo ambayo yataifanya mbinu hiyo ya kimapigano kukosa nguvu. Msikilizaji, kwa sio mjua Yones, wanaweza kumuona ni msichana wa kawaida, lakini ni mwanamke ambaye ameanza jeshi akiwa na umri mdogo na alikuwa katika kitengo cha makomando, na likija swala la mapigano alikuwa na uzoefu pengine zaidi ya Chekan. Walinzi wa kampuni ya Dosam walijikuta wakifurahi mara baada ya kuona Chekan alikuwa akishindwa kumshambulia Yones. Lakini upande wa Hamza aliona sio muda wa kushangilia. Bado ni ngumu sana kwa Chekan kushindwa bila ya kushambulia kisawasawa, la sivyo mzee Konki asingemsafirisha kutoka Thailand mpaka Tanzania. Sasa upande wa Chekan alionekana kushindwa kuvumilia zaidi na alianza sasa kuonyesha uwezo wake wote. Ghafla tu alipiga kelele kama vile ni chui na misuli ya mwili wake ilianza kutuna na akawa mgumu kama chuma. Miondoko ya miguu yake ilibadilika ghafla na kuanza kucheza kwa kasi. Na licha Hamza kuwa mita kadhaa mbali, lakini aliweza kuhisi kuna kitu kimebadilika kuhusu Chekan. Sasa Yones alijikuta akipigwa. Mwanzoni alijua ataweza kumdhibiti Chekan kwa kumshambulia kwa haraka, lakini hakutegemea Chekan amejifunza mbinu ajabu kuamsha nguvu kutoka ndani ya mwili. Yones pale alijikuta akikumbuka mafunzo ya mkufunzi wake wakati akiwa nchini China chini ya msimamizi ama chini ya usimamizi wa serikali. Sasa wanajeshi, unajua, wanatofautiana katika madaraja mengi msikilizaji. Mnaweza kuwa na mafunzo sawa na kutii kila maelekezo mnayopatiwa, lakini haimaanishi kama eti wewe unaweza kuwa mwanajeshi bora, kwa sababu mafunzo haya hata adui yako anaweza kufunzwa na akayamudu kwa asilimia kubwa. Hayo ambayo umejifunza. Kinachomtofautisha mwanajeshi na mwanajeshi, licha ya kuwa na uwezo sawa, ni namna ambavyo ana uwezo wa kuvuna nguvu za asili ambazo zimejificha katika mwili wake. Mwingine ataweza kuwa imara kwa kuweza kuamsha uwezo wake wa kumuotea adui. Msikilizaji, kila mtu ana nguvu. Yani Mungu hakukosea kumuumba binadamu hata kidogo. Ni vile tu binadamu ni wavivu kujijua wao ni kina nani, wana nguvu gani ambayo Mungu amewajalia ya wao kama wao kujilinda. Mwingine anaweza kuamsha uwezo wake, yani uwezo wake wa asili, kutokana na namna ubongo wake unavyofanya kazi kwa haraka. Katika mbinu hizi zote ni wanajeshi wachache sana ambao wamefanikiwa kujifunza mbinu ya kuamsha nguvu yao ya ndani. Yani msikilizaji, ukifanikiwa kutumia viungo vyako vya ndani kama chanzo cha nguvu zako za mikono na miguu, basi utahesabika kuwa mwanajeshi mwenye nguvu sana katika sanaa ya mapigano. Yani nguvu ya ndani ni kama chanzo cha umeme wakati wa kupigana. Mbinu hii inakuwa bora kwa sababu msingi wake ni kuzungusha nishati ya mwili katika kila kiungo cha mwili na kufanya uwezo wako wa kufanya maamuzi kuwa mkubwa sana, na spidi yako ya kivitendo inaongezeka kwa hali ya juu. Yani unaweza kupata majeraha ya nje ambayo kiuhalisia huwezi kuendelea kupigana, lakini ukafanikiwa kushindana naye. Kwa hiyo hayo yote msikilizaji ndio ambayo Yones alikuwa akikumbuka mafunzo hayo vema. Alikumbuka na mkufunzi wao aliwapa mfano wa mtu ambaye hana uwezo wowote wa kuruka ukuta, na mara hatari ikawa mbele yake, na kutokana na njia pekee ya kujiokoa ni kuruka ukuta, akafanikiwa kuruka ule ukuta, licha ya kwamba ukimrudisha akiwa katika hali yake ya kawaida, ukimwambia karuke pale, hata jitahidi vipi hataweza kabisa. Huu ndio mfano sasa wa nguvu ya ndani iliyojificha. Sijui msikilizaji utakuwa umenielewa? Yani kuna mtalo pale huwezi kuruka, lakini ukiambia nyoka huyu hapo mama, yani kuna namna unauseti mwili wako na unaweza kuruka huo mtalo. Sasa hapo ndio utakuwa umenielewa. Lakini ukiambiwa sasa urudie kuruka huo mtalo, huwezi. Upande wa Hamza aliona ni sahihi kabisa, na ukweli ni kwamba hakushangaa kumuona Chekan kuwa na uwezo wa kuweza kuamsha nguvu yake ya ndani. Kama ndio makamu wa shirika, yani mashirika yote ya mwewe mweusi lazima tu awe na kitu kinachomtofautisha na wenzake wote, na ndio mbinu hiyo ya ndani.
Yaani kwa lugha nyepesi, nguvu ya ndani msikilizaji ni uwezo ambao binadamu anakuwa nao lakini umejificha, na uwezo huu hudhihirika mara moja. Yaani mara moja tu wakati mtu akiwa katika hatari. Sasa kuna mafunzo maalum ambayo hufanyika ili kuweza kuamsha huu uwezo muda wote unaotaka, hata kama haupo kwenye hatari. Sasa Chekan akasema, mwanamke mjinga sana wewe. Kwa sababu unaonekana kupenda sana kupiga mateke, ninakwenda kukuvunja miguu yako. Aliongea Chekan ambaye alimwangalia Yones kama kiumbe cha hatari. Alikuwa amekasirika mno. Aliona ni dharau kwake kuona mwanajeshi kama yeye anaweza kupigwa mateke na mwanamke, tena mara nyingi kiasi hicho. Muda huo hasira zilikuwa zimemvaa na kujali ni nguvu kiasi gani atatumia kumshambulia Yones, lakini mpango wake ni kumvunja na kidole kimoja tu cha tai. Yaani ilikuwa ni kwa uwezo mkubwa Chekan alikuwa ashamfikia Yones, na kutokana na kujua kabisa Chekan sio saizi yake tena, Yones alijikuta akirudi nyuma na kusababisha mpaka kiatu kumtoka mguuni. Lakini Chekan alimshika bega la mkono wa kulia kwa spidi kubwa ambayo ilikuwa ni ngumu kwa Yones kumkwepa. Kitu cha pekee alichoweza kufanya ni kusogea kidogo ili kuepuka kuguswa maeneo ambayo yanaweza kumsababishia kifo. Yones alipiga, yani alijikuta akipiga yowe la maumivu. Eneo la bega, nguo yake ilichanika pale pale, huku matobo ya vidole ya Chekan ikionekana. Sasa Reggie akajikuta anaita Yones. Alishindwa kujizuia na kuomba waache kupigana mara moja. Hamza hata aliona hana muda wa kupoteza, kwani Yones anaweza kufanywa kiwete, na aliruka na kuingia kwenye ulingo mara moja. Yaani hakujali swala hilo litamfanya Yones kujihisi mnyonge au nini. Mtu aliyefuata kupigana naye ni mimi. Subiri kwanza. Baada ya Hamza kuongea hivyo na Yones kujibu hivyo, Yones aliongea huku sasa akionekana kuvumilia maumivu eneo la bega lake, na alitembea mpaka mbele ya Hamza. Yones akasema, bado sijashindwa. Aliongea Yones kibabe huku akingata meno kwa nguvu. Kitendo cha ukiburi na hasira alizokuwa nazo Yones na hali ya kutokukata tamaa ilimfanya Hamza kumkubali kutoka ndani ya moyo wake. Aliona ni wanawake wachache sana ambao wanaweza kuwa kama Yones. Captain, nadhani mwili wako ni muhimu zaidi. Aliongea Hamza. Alijua hata kama Yones ana nia ya namna gani ya kupigana na Chekan, hawezi kutosha kushinda. Kuna dharau sio? Sijamaanisha hivyo. Sasa baada ya hayo Reggie akasema Yones na kuagiza mara moja, acha na uende ukatibiwe. Aliongea Regina kibabe, unajua Reggie ndio bosi. Lakini licha hivyo Yones bado hakutaka kukubali na aligeuka na kumwangalia Chekan. Sasa Chekan akasema ya kwamba ukiendelea kushindana na mimi nitahakikisha unabakia uchi kwa kuchana, yani nitachana nguo zako zote. Vipi, bado tunataka kuendelea? Aliongea Chekan kwa dharau. Yones alishindwa kusema lolote, huku jasho jingi likimtoka kiasi cha kudondoka chini. Alishia kukunja ngumi yake kwa nguvu, huku mwili wake ukianza kumtetemeka, na kitendo kile sasa kilimfanya Hamza kuhisi nguvu kubwa ambayo inamtoka Yones. Ilikuwa ni kubwa mno kuliko hata ya Chekan. Sasa muda ule Hamza aliona pengine amemdhania vibaya nani? Yones. Na kuna uwezo ambao ameuficha. Alijikuta akishangazwa na kilichotokea. Yones alijikuta akitapika damu, na dakika ile mwili wake ulilegea na alidondoka chini. Sasa kila mtu pale aliyekuwa Yones alitamka Yones, wengine Captain. Alijikuta akipiga kelele za kuogopa, maana ilikuwa ni damu nyingi aliyotapika. Hamza dakika ile alichuchumaa na kushika mkono wa Yones ili kupima mzunguko wake wa damu. Hamza akawaza huyu mwanamke ni mkurupukaji sana. Angalia sasa alichojisababishia. Chekan akacheka akasema, ndio umeamua kujitapisha damu? Kama umekubali kushindwa sema bwana, acha maigizo. Aliongea Chekan, lakini Hamza alipotezea kauli yake. Mkurugenzi, nampeleka Yones hospitalini. Aliongea Hamza mara baada ya kuona akichelewa kidogo tu basi Yones anaweza kupatwa na shida kubwa sana. Regina alitaka kuita gari ya wagonjwa, lakini aliona itakuwa rahisi zaidi kama Hamza atamwaisha kwa gari. Hamza muda ule alimpakata Yones na kuanza kuondoka, na kitendo kile sasa kilimfanya Chekan kukasirika sana. Akasema, wewe mwanaharamu wewe, hivi nani kasema unaweza kuondoka? Isije ukao unadharau uwezo wangu. Mzee Konki pia hakutaka Hamza kuondoka kabla ya pambano, hivyo wale watu aliokuja nao walimzuia kwa mbele. Kaambiwa mweke mwanamke chini
na uonje kipigo cha mkuu wetu. "Aise, unataka kufa?" aliuliza Hamza akiwa amemgeukia Chekan. Chekan akasema, "Wewe ndio unakimbia alafu unauliza kwamba eti unaniuliza kwamba mimi nataka kufa?" "Kupigana na wewe sitaji, hata kutumia mikono yangu sitaji," aliongea Hamza kwa hasira sana. Chekan akasema, "Unaongea sana wewe. Kama unajiamini njoo ujaribu nikuonjesha hapa nini maana ya nguvu ya ndani yenye muunganiko wa kucheza tai." Aliongea Chekan kwa sasa akiwa na hasira zaidi, mara baada ya kuona ni kama sasa anadharauliwa na Hamza. Na alitoka alipokuwa amesimama na kumsogelea Hamza kwa nguvu, akidhamiria kumshambulia. Sasa muda huo Reji akasema, "Hamza, kwa makini," aliongea Regina mara baada ya kuona kitendo kile cha Chekan kutaka kumshambulia Hamza. Kwa sababu Hamza alikuwa amempakata Yones, hakuna aliyejua kama ataweza kufanya chochote. Kutokana na spidi aliyokuwa nayo, Chekan aliweza kumfikia Hamza na kilichosikika pale ni sehemu ya nguo mgongoni kuchanika, lakini ilikuwa ni mchaniko huo mdogo tu. Wakati kila mmoja akijua Hamza anakwenda kuumizwa na shambulizi lile, upande wake Hamza alikuwa amesimama katika eneo moja bila ya kusogea, huku akimwangalia Chekan kwa macho yaliyojaa ukauzo. Macho ya Hamza yalikuwa ni hatari kama vile ni ya mnyama chui. Chekan alijikuta akiwa mjinga mbele ya Hamza. Shambulizi lake ambalo alimfanyia Hamza aliliunganisha na nguvu yake yote ya ndani, lakini ajabu hakumletea madhara yote Hamza, yani hata kumsukuma tu hakuweza. Kwa jinsi Hamza alivyokuwa amesimama, yani ni kama vile hakuwa amemshambulia kabisa. Akajiuliza, hili inawezekana vipi? Sasa mdogo Hamza aligeuka na kuinua mguu wake wa kulia na kumpiga Chekan teke kwenye paja lake la mguu wa kushoto, yani kama vile anapiga mpira. Oya, watu walichoweza kusikia, yani ni kama mshindo wa kitu kudondoka. Upande wa Chekan hakuwa hata na muda wa kukwepa teke lile, na alichoweza kusikia ni mvunjiko wa ndani kwa ndani wa mfupa wa paja lake. Alilia akasema, "Mguu wangu we, mguu wangu." Nilikuwa ni teke la kawaida tu, lakini kwa Chekan ni kama paja lake limepigwa na bomu. Alishia kupiga magoti. Tena alipiga goti na mguu mmoja, huku machozi ya maumivu yakimtoka. Na ilionekana anaweza kuzimia ise. Ukelele wake ulifanya sasa watu wote waliokuwa wakiangalia, ikiwemo Reji, kushikwa na butwa. Chekan ambaye alionekana mbabe dakika chache zilizopita na kumfanya Yones kutapika damu, alikuwa ameshikishwa ardhi na kupiga mayowe kwa teke moja tu kutoka kwa Hamza. Huenda singeumia kwa sababu Hamza mwenyewe alikuwa hata shida kupigana. Kamchukua zake Yones, mimi nataka kwenda hospitali. Kierere sasa cha Chekan kwamba Hamza anakimbia. Ndio hicho. Hamza alijifanya ni kama hakuna kilichotokea, na hakurudia hata kumwangalia, yani aligeuka na kisha akiwa anampakata Yones aliondoka. Mzee Konki na wale watu wake aliokuja nao walimpisha njia, huku akimtazama na kumwangalia kwa maswali mengi, kwa sababu kama mkuu wako, yani mtu unayemtegemea ameumizwa, amevunjwa mguu kwa teke moja na anaanza kulia, nyewe wengine inabidi mpishe njia. Yani kama isingekuwa eneo hilo ni la kazi, Hamza alijiambia angewageuza viwete kila mmoja. Mzee Konki alikuwa katika majuto. Yani kama angejua hilo litatokea, asingemsafirisha mtoto wa mkuu wake kuja nchini Tanzania. Hakujua shirika lao litaonekana vipi kwa mtu ambaye ametumia maisha yake kufunzwa kupigana, kushindwa kwa pigo moja tu. Yani kiufupi aliona ni fedhea kwa wakufunzi wake. Regina alishia kumwangalia Hamza akiondoka na Yones bila kuongea neno lolote, lakini wakati huo kichwani kwake hakukuwa sawa kabisa kwa kile alichokuwa kikiwaza. Hamza mara baada ya kumuingiza Yones kwenye gari, alimpeleka moja kwa moja katika hospitali binafsi iliyokuwa mita kadhaa tu kutoka alipo makao makuu ya kampuni yao. Mara baada ya kumtambulisha Yones kama mfanyakazi wa Dosam, haraka sana alipokelewa na kuanza kufanyiwa tiba ya kiuchunguzi. Sasa baada ya vipimo kutoka, ilionekana Yones hakuwa ameumia sana, na ni kwamba tu alikuwa katika hali ya uchovu sana. Hamza mara baada ya kupewa majibu hayo, moja kwa moja alimpeleka Yones mpaka wodini, na baada ya hapo alimtaarifu Regina hali ya Yones. Sasa Reji akauliza, "Vipi Yones anaendeleaje? Inaonekana hajaumia Kwa nini ametapika damu?"
aliuliza Regina akiwa na shauku mara baada ya Hamza kumwambia kuwa hakuwa na shida kubwa. Lakini upande wa Regina hakukubali, maana aliona kabisa Yones akitapika damu. Sasa Hamza akasema Yones alipata majeraha ya viungo tu vya ndani, lakini kwa vifaa vya kawaida haviwezi kuona hili tatizo. Wanachoweza kuona ni uchovu tu. Kiufupi ni kwamba damu aliyotema ilivuja kidogo tu na kuacha, na ndio alitapika yote. Regi akauliza, kwa hiyo unamaanisha ni kitu cha kweli hicho kinachoitwa Inaforce? Aliuliza Regina kumfanya Hamza kufikiria, huku akijiambia kitendo cha Yones kutema damu sio kutokana na shambulio la Chekan, bali alijisababishia mwenyewe. Kwa sababu wakati Chekan anataka kumpiga Yones, kuna neno alitamka kwamba Inaforce. Kwa hiyo Hamza hakutaka kuongea sana, hivyo alipotezea swali la Regina. Isitoshe hata yeye alikuwa na maswali kwa Yones, imekuaje akajitapisha damu. Sasa Hamza akauliza kwamba kwanza hivi nini kinaendelea huko kwenye kampuni? Regi akasema, umemvunja ule mbaba wa watu mguu, nadhani wangeendelea kukaa. Alafu familia ya James imepiga simu na kusema kwamba hawahusiki na mzee Konki tena, na hicho kifanya ni kisasi chake tu mwenyewe. Hamza akasema, umekupigia simu na kuongea hivyo? Regi akasema ndio, alivyosema hawahusiki na ni maamuzi tu ya mzee Konki pekee. Aliongea Regi na kumfanya Hamza kuhisi kuna kitu hakipo sawa, lakini hata hivyo hakutaka kuuliza zaidi. Akasema hebu tuachane nayo kwa sasa, kwa sababu wamekupigia na kusema hawahusiki, nadhani hawatoleta matatizo ndani ya kampuni tena. Regi akasema sawa, una haja ya kuja kazini, unaweza kuendelea tu kukaa hospitalini mpaka hali ya Yones ikiwa sawa. Aliongea Regi na Hamza alikubali. Sasa upande mwingine alionekana James akiwa nyumbani kwao sebleni. Mbele yake kulikuwa kuna mwanaume aliyevalia suruali ya jeans pamoja na t-shirt iliyombana mikono. Alikuwa na miwani ya jua ambayo alikuwa ameitundika kwenye kifua chake, huku mkononi akiwa ameshikilia sigara. Sasa yule jamaa huku sasa akitoa moshi akasema kwamba nadhani kwa staili hii itakuwa ni rahisi kudili na Regina. Ataona kabisa kumwambia hatuhusiki na swala la mzee Konki, lazima ataanza kuishi bila tahadhari na ndio itakuwa rahisi kumuua. Hivi unadhani ni sawa kumuua sasa hivi? Yaani nazungumzia ushirikiano wa baba yako dhidi ya mgombea wa rais? Jamaa yule aliongea hivyo. Sasa James akasema kuhusu hili baba pia alinipa msisitizo, lakini tusipomuua sasa hivi pamoja na Hamza wake basi tutajikuta tunachelewa. So jamaa mwenye sigara akajibu ya kwamba mimi ninachomaanisha kumuua kwa staili ya waziwazi kama hivi. Kwa mfano leo imeonekana mzee Konki akiingia ndani ya kampuni ya Dosam na kuleta vurugu, kama ikitokea Regina akikumbwa na kitu kikubwa zaidi, basi moja kwa moja tukio hili litaunganishwa na familia yenu. Afistoshe ndio wanufaika wakubwa. James akasema kwa hiyo Gonji unamaanisha kipi kifanyike? Jamaa akasema hakuna njia nyingi tu za kumuua mtu bila kifo chake kuonekana cha kupangwa. Aliongea na kumfanya James macho yake kuchanua. James akasema unadhani inaweza kuwa rahisi? Mzee Konki na kundi lake wameenda kumshambulia Hamza, lakini wameambulia maumivu. Hawa vijana wako ambao unawasifia unadhani wanaweza kuwa na uwezo wa juu kumzidi Hamza? Gonji akasema kama nilivyosema, kuna njia nyingi sana za kumuua mtu, lakini njia hizo sio lazima ziwe kupigana ana kwa ana. Kama uwezi kumuua mtu kwa kushindana naye ulingoni, basi unatumia mtego, mfano kusababisha ajali, kutega bomu katika gari yake na kadhalika. Aliongea Gonji na kumfanya James sasa kuelewa. James akasema hapo kwenye ajali nakubaliana na wewe, lakini vipi kuhusu bomu? Sio rahisi kupata bomu. Gonji akasema hilo lisikupe shida. Kwa sasa vigogo wengi wanahitaji kuona Hamza akifariki kutokana na kuzuia mipango yao. Ni rahisi kushawishi makomando kutupatia silaha yote ile. James akasema kama hili unadhani linawezekana, basi mimi naliacha katika mikono yako, lakini nikukumbushe tu linapaswa kufanyika kwa haraka, maana hatuna muda kupoteza. Aliongea James na kumfanya Gonji kutoa tabasamu. Gonji akasema ili mradi malipo ni ya kueleweka, mimi nitahakikisha tu wiki 2 hazipiti utakuwa umeshaipata taarifa nzuri. Aliongea kwa kujiamini, huku sasa akizima ile sigara kwa kuiminya katika kisahani cha majivu. Sasa upande wa Yones alijikuta akifumbua macho yake taratibu, na kitu cha kwanza alichoweza kuhisi ni ladha ya damu tu iliyokuwa kwenye midomo yake. Baada ya akili yake kumkaa sawa,
Ndio sasa aliweza kujua alikuwa hospitalini katika wodi, na hiyo ni mara baada ya kupatwa na harufu ya dawa za kuzuia maambukizi ya vimelea. Basi kuna sauti ya mwanaume ilisikika ikisema kwamba sio mbaya, hii ni juisi tu, ni juisi tamu. Ilikuwa ni sauti ya mwanaume iliyomfanya kugeuza shingo yake, na aliweza kumuona Hamza akifyonza juisi kwa kutumia mrija na kufanya sasa chupa ile itoe sauti kwa ndani, ikionyesha kwamba imeishiwa na juisi na anavuta hewa. Hamza alikuwa amemaliza chakula chote ambacho kililetwa kwa ajili ya mgonjwa. na muda huo alikuwa akimalizia juisi, kwa sababu mgonjwa alikuwa hajaamka. Sasa chakula kiendelee kupoa, mgonjwa mwenyewe hana dalili ya kuamka. Sasa upande wa Yones, ilikuwa ni mara ya kwanza kuona mtu akifurahia chakula namna hiyo mpaka kujilamba midomo akiwa katika mazingira ya hospitalini. Captain, umeamka? Aliuliza Hamza mara baada ya kumwona Yones anamwangalia sana. Wewe kwa nini uko hapa? Mkurugenzi kaniambia nibaki na wewe. Kazi yangu leo ni kukaa na wewe na kukuhudumia kwa kila unachotaka. Mkurugenzi, nini kinaendelea kwenye kampuni? Yashaisha yale. Wale watu wote wamekwisha ondoka. Aliongea Hamza na kumfanya Yones kuvuta pumzi aweni. Sasa Yones akauliza, vipi ulifanikiwa kumshinda yule sijindo Chekan? Aliuliza na kumfanya Hamza kutingisha kichwa huko akicheka. Yones akasema, unacheka nini sasa? Kama unasema sema tu, usinidharau ukidhani eti kwamba mimi ni dhaifu kiasi hicho. Lakini mimi sijasema kama nakudharau. Lazima tu utakuwa unajiambia kwenye moyo wako nina kiburi na sijui kukubali kushindwa, na ninajikweza sana hata kwa watu ambao sina uwezo wa kupambana nao, na mwisho wa siku nikaishia kujiumiza mwenyewe. Aliongea Yones kwa sauti ya kulalamika na kumshangaza Hamza. Vipi captain, nikupatie maji kidogo? Bwana mimi sitaki maji bwana. Sitaji maji. Unaweza kwenda tu, kwanza huna haja kunisaidia. Aliongea Yones huku akijitahidi kusimama, lakini alijikuta akigugumia maumivu makali ya tumbo. Majeraha uliyopata kwa ndani hajapona bado, hivyo kuwa makini usijilazimisha, la sivyo utajiumiza zaidi. Wewe bwana mimi sihitaji ushauri wako. Aliongea Yones huku akionyesha hasira waziwazi. Yones, sikia, sio kwamba mimi nakudharau. Unaweza kuniamini au usiniamini, hiyo ni juu yako. Lakini ukweli mimi sijawahi kudharau uwezo wako. Una haja kunifariji hapa kwa kujitia siji pole staki. Sikia, mimi ninachomaanisha sio kwamba eti huna uwezo wa kupigana na yule Chekan. No. Kama umeweza hadi kufanya utafiti wa namna kudili na mbinu za kucheza tai, basi unaonesha ni kwa kiasi gani una juhudi ya kujifunza. Na kuhusu hili mimi nimekubali, na kama ni ushindi pale ulishinda. Kosa lako ni kwamba hukujua mwenzako ana mafunzo ya kuamsha nguvu za ndani. Hivyo ni halali kukuzidi. Aliongea Hamza, na maneno yale kidogo yalionyesha kumlainisha Yones. Kwa hivyo ndivyo ulivyoona. Captain, kwa nini kudanganye? Umeonyesha ni kiasi gani una nia kutimiza wajibu wako. Nadhani kupitia hili mkurugenzi anapaswa kukuongezea mshahara. Aliongea na kumfanya Yones kutokuyaamini maneno ya Hamza. Wewe unaongea tu maneno ya kijinga bwana ili kunifariji tu, ila ndani kwa ndani utakuwa tu unachekelea. Aliongea Yones, lakini Hamza alipoteza. Alijua asingeweza kushinda mbele ya ukiburi wa Yones. Vipi, una njaa? Daktari amesema unapaswa kula vyakula vya uji kwa siku 3. Ngoja nikuagizie uji. Bwana mimi sina njaa wewe. Kabla hata hajamaliza sentensi yake, tumbo lake lilianza kunguruma kama generator. Muda ulikuwa umeenda tokea aliyoitwa hapo, na pia alitoka kwenye pambano kali, hivyo ilikuwa ni halali kushikwa na njaa. Hamza alishia kutoa tabasamu na alipiga simu uji uletwe mpaka kwenye wodi yao. Hospitali hiyo ilikuwa ni binafsi na ilikuwa na huduma ya mgonjwa kuagiza chakula kabisa na kuletewa kutoka jikoni. Dakika chache mbele uji uliletwa na Hamza aliumimina kwenye bakuli na kuchukua kijiko kwa ajili ya kumlisha Yones, lakini alikataa. Wewe, mimi na mikono bwana nitakunywa mwenyewe. Vipi wewe? Kwani nimekwambia mimi siwezi kunywa? Aliongea na Hamza kutaka kulazimisha na kumpatia Yones lile bakuli. Sasa muda huo Yones aliweza kugundua sasa mavazi yake yote, yaani mavazi yake yote mwilini ilikuwa yamebadilishwa na amevaa mavazi maalum ya hospitalini.
Akaulizia nguo zangu ziko wapi? Na msikilizaji, tukiachana na huko hospitali kwa Hamza na Yones, saa 8 za mchana alionekana Frida akiingia ndani ya majengo ya taasisi ya Harris. Mwendo wake siku hiyo ulionekana kuwa ni ule ule wa kujiamini zaidi kuliko siku nyingine zote. Baadhi ya wafanyakazi aliopishana nao, baadhi yao walimkaribisha kazini kwa mara nyingine, huku wengine wakimpa ishara ya salamu tu, ambapo Frida alizipokea kwa tabasamu. Mara baada ya kuzikaribia lifti, alibonyeza kitufe na dakika chache lifti ilifunguka na akaingia ndani, na alibonyeza kitufe cha floor 24 juu kabisa jengo hilo. Na ilimchukua dakika tu, lifti ilimfikisha katika floor ya uongozi wa taasisi hiyo, na alitembea kwa kujiamini katika corridor, huku sasa akipokelewa na marashi mazuri sana yaliyotokana na AC. Frida akasema, Naima, nipo hapa kwa ajili ya kuonana na mkurugenzi. Aliongea hivyo Frida mara baada ya kufika katika dawati la mapokezi na kukutana mwanadada aliyevalia sare za rangi ya blue iliyokolea pamoja na hijabu, huku akiwa na tabasamu. Hasa yule mwanadada akasema, karibu sana dokta, mkurugenzi anakusubiri. Aliongea hivyo yule mwanadada kwa tabasamu, tena kwa Kiingereza, na Frida alimrudishia tabasamu la ukarimu na kupiga hatua kuingia katika ofisi ya mkurugenzi. Frida hakusumbuka hata kugonga kutokana na kuona taarifa za ujio wake zishamfikia bosi wake. Hivyo aligonga kidogo na kisha akasukuma mlango na kuingia ndani. Sauti ya mwanamama iliweza kusikika ikimwambia, karibu tena kazini Dr. Frida. Frida alitoa tabasamu huku akimwangalia mwanamke ambaye amevalia hijabu. Alikuwa ni Dr. Maya Tema, na ndio mkurugenzi mkuu wa taasisi ya masuala ya fahamu ya Harris Foundation. Frida akasema, asante sana Dr. Maya. Ajibu Frida, na sister yule alitoka katika meza yake ya kufanyia kazi na kuja kuketi katika masofa. Ilikuwa ni ofisi kubwa mno. Ilikuwa na kila sifa ya kuitwa ofisi ya mkurugenzi mkuu wa taasisi hiyo kubwa. Licha ya kwamba vitu vingi vilionekana kawaida, lakini kwa macho ya tathmini lazima ujue samani na mapambo ni ya bei ghali. Kiufupi, kila kitu kiliendana na hadhi ya mtu wa dini. Sasa Frida akasema kwamba inaonekana taarifa za kurudi kwangu zimefika mapema kuliko nilivyotarajia. Anaongea Frida akiwa na tabasamu. Sasa daktari akamjibu, ndio. Unajua Frida ni mwanasayansi mkubwa sana ndani ya taasisi ya Harris na viongozi wanajua hilo. Licha ya kwamba nimekutangulia kiuzoefu, lakini umenizidi vitu vingi. Askofu alinipigia simu juu ya kurudi kwako tena. Karibu sana. Frida akasema, unaonekana kuwa na furaha sana juu ya ujio wangu pia profesa. Licha ya kujua kilichotokea. Aliongea Frida na kumfanya sister kutabasamu. Na alisimama kutoka kwenye sofa na kumimina maji kwenye glasi kutoka kwenye dispenser. Sasa akamuuliza, vipi, utapendelea maji? Frida akasema, asante sister, ila sina kiu. Aliongea na kumfanya sister Maya kutingisha kichwa na kurudi kwenye sofa kukaa. Basi sister akasema kwamba faith, to me all faith are admonitions that there is something we cannot understand, something to which we are accountable. It doesn't matter what you believe personal, as long as there is something that we cannot understand about someone's faith, then you have no reason to judge. Alizungumzia hivyo sister, akimaanisha kwamba hatuna uwezo kumhukumu mtu kutokana na dini yake, kwa sababu katika hiyo imani mtu anaokuwa nayo lazima kuna kitu ambacho mtu mwingine huwezi kuelewa. Kauli ile ilimfanya Frida kutoa tabasamu hafifu, akionekana kukubaliana na profesa wake. Asa profesa ambaye ni sister akasema, Frida, unajua sababu kubwa ya kuanzishwa kwa kanisa la wasinagogi? Frida baada ya kuulizwa hivyo alitingisha kichwa kwamba haelewi. Sister akasema, muasisi wa kanisa la sinagogi alikuwa ni muumini mkubwa kutoka kanisa kuu mpaka siku ambayo Dr. Ganesha alitoka hadharani na kusema kwamba ana uwezo wa kuthibitisha uwepo wa nguvu ya kiroho kwa kutumia sayansi. Mpaka leo hatukujua ni ushahidi gani ambao Dr. Ganesha alimuonyesha muasisi wetu, lakini kitu ambacho kilimbadilisha mawazo mno na kugeuka mara moja kutoka kanisa kuu na kuanza kufikiria kama mtu ambaye hajawahi kusoma Biblia. Frida akasema kama wasinagogi hawakuona ushahidi ambao Dr. Ganesha aliongelea na muasisi hakuambia
Kwa nini alipata wafuasi? Lazima kuna sababu ambayo iliwashawishi wengine kumfuata na kuja kuwa jumuiya tishio na yenye ushawishi mkubwa duniani. Sister Maya mara baada ya kuulizwa swali lile alionekana kuwaza kidogo. Kisha akamwangalia Frida. Akamwambia kuna sababu yoyote? Wote tunaamini katika siri ambazo hatujaambiwa. Frida akasema siri ambazo hamjaambiwa? Unamaanisha nini kusema hivyo? Sister akasema ndio. Licha ya kwamba umekuwa chini ya sinagogi kwa muda mrefu, lakini je, imani yako inakwambia nini kuhusu siri? Je, unaamini kuna uwezekano wa uwepo wa siri kubwa sana ambayo hujaambiwa katika maisha yako kuhusu ulimwengu ulivyo? Aliuliza na kumfanya Frida kutingisha kichwa. Frida akasema naamini zipo siri nyingi ambazo sijaambiwa mpaka sasa. Sister akasema hiyo ndio sababu yetu binafsi. Kila mwana sinagogi anaamini katika siri ambazo hajaambiwa, na sio ukweli ambao tunaaminishwa wala sababu ambazo tunapewa ili kuamini. Aliongeza na kumfanya Frida kufikiria sentensi yake. Sasa Frida akasema kama ni hivyo, basi kila mtu anaweza kuwa mwana sinagogi. Mimi siamini katika ulimwengu huu hakuna asiyeamini uwepo wa siri juu ya vitu mbalimbali. Sasa akasema huo sio msingi pekee wa imani yetu. Tunachoamini zaidi ni ile siri ambayo tuna malengo nayo. Unaweza kuamini kuwepo kwa siri lakini huna juhudi yoyote ya kuzitambua hizo siri, basi wewe sio mwana sinagogi. Kwa lugha nyepesi, sinagogi ni jamii ya watu wanaoamini katika kweli ambayo haijasemwa lakini inaonyesha dalili. Frida akasema dalili? Naweza kufahamu zaidi? Aliuliza Frida. Kwake ndo mara ya kwanza kufahamu kuhusu kauli hiyo. Isitoshe, katika jamii ya wanasinagogi kuna madaraja ya wanachama ndio unaweza kujua baadhi ya vitu. Sister akasema kuhusu hili nadhani una majibu tayari. Kama sio hivyo, usingerudi katika taasisi ya Fels na usingefanikiwa kumshawishi Askofu Alfonso kukurudisha licha ya kwamba kwake unaonekana mtu hatari. Aliongea Sister na kumfanya Frida kutulia na kuanza kutafakari maneno ya Sister. Frida akasema unamaanisha kuhusu wimbi la watu wenye zaidi ya nafsi moja? Aliongea Frida na kumfanya Sister Maya kutingisha kichwa. Naam, tukiachana na hawa, huku kwa kijana wetu Hamza. Hamza alisema kwamba bwana huna haja ya kuwa na wasiwasi. Ni Nesi tu ndo kakubadilishia. Na hapa ni baada, kama utakumbuka msikilizaji, Yones aliuliza kuhusiana na nguo zake nani kambadilisha. Kwa Hamza ndo akamwambia kwamba huna haja ya kuwa na wasiwasi, Nesi ndo kakubadilisha. Kwa aliongeva Hamza mara baada ya kuona Yones alikuwa na wasiwasi kama yeye ndio amembadilisha nguo. Yones akasema nimeuliza nguo zangu ziko wapi na sio nani kanibadilishia. Hamza kutaka kubishana naye, hivyo alimpatia bakuli lile la uji, lakini sasa kitendo cha Yones kuchota kwenye kijiko na kupeleka mdomoni, alijikuta akishindwa baada ya kuhisi maumivu makali ya viungo vya ndani. Hamza akasema ngoja nikusaidie, acha ubishi. Unakuwa mjinga sasa kuzidi kujiumiza kwa jeuri wako tu. Aliongeva Hamza na kumfanya Yones kukosa sababu ya kukataa. Hamza alianza kumlisha Yones taratibu, lakini kitendo hicho ni kama kimempa nafasi ya kumwangalia zaidi usoni kwa ukaribu zaidi. Sasa harufu ya kimwili ya Yones pamoja na ya hospitali ilimfanya pua zake kuburudika. Kitendo cha Hamza kumlisha akiwa kimya ilimfanya Yones kujihisi hali sio ya kawaida. Mbona ongei? Captain, leo nimegundua ngozi yako ni laini mno bila hata ya kuigusa. Hebu acha kuongea wewe naye. Unataka kuniacha nimalize kwanza kuongea na kisha ndio uniambie nyamaze? Bwana, unajua mimi sitaki kusikia ujinga wako. Jamani, lakini si nimekusifia. Kwa mimi kukusifia unaita ujinga? Bwana, haina haja ya kunisifia bwana. Kwangu ni ujinga tu. Aliongea Yones, lakini mapigo yake ya moyo yalikuwa akienda kasi mno. Na kwanza kujiuliza, nini kinaendelea? Kwa nini anakosa utulivu mbele ya Hamza? Yones akawaza kwamba labda ni kwa sababu tupo katika chumba kimoja wenyewe. Sasa upande wa Hamza wakati akiendelea kumlisha Yones, macho yake alikuwa amegota katika kifua cha mrembo. Ilionekana Hamza kitu ambacho anakipenda zaidi kwa Yones ni kifua, na kama utakumbuka mpaka kwenye chakula siku ile kule canteen alikuwa anamtania kuhusiana na mayai yaliyopo kwenye nadhani tutakuwa umeelewa msikilizaji. Na ilionekana Nesi ambaye alimvalisha hakufanya kazi vizuri, yani hakufanya kazi nzuri kiasi kwamba kwa juu kila kitu kilionekana kwa ndani.
Yones mara baada ya kumwangalia Hamza usoni aligundua ni wapi alipokuwa akiangalia. Na alitamani kumpiga lakini kwa sababu sasa hakuwa na uwezo huo kutokana na maumivu, alishakung'ata macho tu kwa hasira. Endelea kuangalia tu kama sijatoboa macho yako. Unajua Captain, umenifikiria vibaya bana. Mimi kuna kijiuliza nikusaidie kukufunga hicho kifungo vizuri ama naona Nesi hajafanya kazi nzuri kwenye kukuvalisha. Wewe haina shida bwana, wewe jua mambo yako tu. Aliongea Yones huku sasa akivumilia maumivu ya kujiweka vizuri. Mara baada ya kushiba, Hamza alimsaidia kuegamia kwenye kitanda, lakini muda ule Yones alianza kukunja sura. Yones akasema naomba unitie Nesi. Hamza akasema Nesi wa nini? Kuna shida yote? Yones akasema nenda unitie Nesi bwana, maswali mengi ya nini? Anaongana kumfanya Hamza kutoka nje kwenda kumuita Nesi. Sasa Nesi akauliza mgonjwa, kuna chochote unachohitaji nikusaidie? Aliuliza yule Nesi. Sasa Yones akasema nataka kwenda bafuni. Aliongea Yones na sasa kumfanya Hamza ajue shida ya Yones nini na kutamani kucheka. Ilikuwa ni sahihi kuhisi mkojo maana tokea asubuhi alikuwa amelala na muda huo amepewa madawa pamoja na kunywa uji. Yule Nesi alimwangalia Hamza kwa maswali kadhaa. Yaani kama alimuona Yones na Hamza ni wapenzi, lakini hata hivyo alikubali. Yule Nesi akasema sawa, ngoja nikusaidie. Shuka taratibu tu. Ukiona unahisi maumivu niambie. Aliongea yule Nesi. Hakuwa mrefu sana, alikuwa tu na mita kama 1.5 hivi, lakini Yones alikuwa na zaidi ya mita 1.7. Yones alipiga hatua kuelekea chooni, lakini mwili wake wote ulikuwa umemlemea yule Nesi na kuonesha ni kwa namna gani alikuwa akipata shida, kwani alianza kutetemeka. Sasa Yones yeye alijikuta akihisi maumivu na kuguna, na yule Nesi sasa kutokana na kuchoka alijikuta akishindwa kumsaidia, na Yones alimuomba Hamza amsaidie. Basi Nesi akasema kaka, itakuwa ni vizuri kama ukimsaidia wewe. Mimi sina nguvu za kutosha na itakuwa ni hatari kama nikidondoka. Sasa Yones akasema ina shida, nitaweza mwenyewe tu. Nesi akasema dada, huna haja ya kujilazimisha sana, ni hatari kwako. Ngoja mpenzi wako akusaidie. Mtu yote anaweza kuwa mgonjwa na kuhitaji mtu kumsaidia. Haina haja ya kuona aibu. Sasa upande wa Nesi aliamini kama Hamza sio mpenzi wa Yones, basi ni ni mume wake, maana ndio amemleta hospitali. Na hata chakula ndio amemsaidia kumlisha. Na amekaa wodini tokea asubuhi. Yones alitamani kumuelezea yule Nesi kwamba sio vizuri kwa sababu ni jinsia tofauti na hana mahusiano yote na Hamza, lakini Hamza alikubali haraka. Akasema ngoja nitamsaidia mimi. Aliongea Hamza na kumpokea yule Nesi na ni kama alipata nafuu. Alionekana kuwa busy hivyo aliondoka mara moja. Hamza akiwa serious akasema Captain, usio na wasiwasi. Naahidi sitokuchungulia kabisa. Sasa Yones kwa sababu mkojo ulikuwa umembana sana, hakutaka kujizuia tena. Hivyo alikubali kusaidiwa. Yones akasema sijasema chochote. Nisaidie niingie. Aliongea na Hamza, alikubali na alimsaidia mpaka ndani, lakini mara baada ya kuingia ndani kulikuwa kuna tatizo lingine ese. Alishindwa kuinama ili kushusha suruali chini, kwani angejisababisha maumivu. Alijikuta kikakamaa akishindwa kujua afanye nini. Aliogopa kujikojolea pia kwa kuogopa aibu atakayoipata. Captain, nitakeuka nyuma alafu nitakusaidia kushusha suruali. Nadhani hapo utajisikia vibaya. Yones alikubali sawa, maana hakuwa na jinsi. Hamza alijikuta akigeuka nyuma huku mikono, mkono ukiendelea taratibu kushusha suruali ya Yones pamoja na nguo yake ya ndani kwa wakati mmoja. Sasa Yones akasema taratibu, usiniguse. Hamza akasema sawa. Yones akasema kwani uko nakugusa ni wapi wewe? Hamza akasema mimi sioni vizuri sasa, basi ngoja niangalie tu. Yones akasema naona unajitakia kifo sio? Ole wako ugeuke. Mara baada ya kuteseka kwa sekunde kadhaa, hatimaye alifanikisha mission ya kuishusha. Yones alijigamiza katika mwili wa Hamza huku sasa akijitahidi kukaa katika choo. Lakini bado alikuwa na wasiwasi Hamza atageuka na kumwangalia. Hamza akasema usiwe na wasiwasi. Kama nilivyosema mimi siwezi kufanya chochote. Ni bora ujiachie hayo maji tu ya kutoke haraka kuliko kujikaza alafu uanze kulalamika hapa. Na salongevo Hamza na kumfanya Yones kutikisa lipsi zake. Alitamani kumwambia Hamza atoke. Alafu Captain, ulishawahi kuwa mwanajeshi, na kwaje unapata wasiwasi na jambo la kawaida kama hili? Kwa hiyo kuwa mwanajeshi ndio nini? Aliuliza Yones huku akiona asijikaze tena na kuachia kojo limtoke.
Ilikuwa ni pressure kama vile bomba la maji limepasuka. Isitoshe wote walikuwa kimya, hakukuwa na aliyeongea. Yones alikuwa na aibu mno. Ilikuwa afadhali Hamza hakuongea chochote mpaka namaliza. Basi Yones akasema unaweza kuondoka tu. Aliongea Yones mara baada ya kufanikiwa kurudi kitandani. Hamza akasema usio na wasiwasi, isitoshe bado ni muda wa kazi na hata nirudi kwenye kampuni sitokuwa na cha kufanya. Kwa maelekezo ya daktari unapaswa kupumzika kwa siku 2. Yones akasema siku 2? Hamza akasema umejiumiza sana na hutakiwi kujiingiza katika matatizo tena. Alafu tena umenikumbusha, hivi imekuwaje mpaka ukajiumiza? Ni mbinu gani hiyo umeitumia? Msikilizaji, ukweli ni kwamba Hamza alikuwa ameshashuhudia mbinu nyingi za mapigano, lakini hakuwahi kuona mbinu ambayo mtu anajiumiza mwenyewe kiasi cha kutema damu. Alijua lazima mbinu ya Yones sio ya kawaida, lakini licha ya kuuliza, Yones aliendelea kubakia kimya. Okay, ni radhi, huna haja ya kujibu kama ni siri yako. Ukweli ni kwamba hata sijui ni mbinu gani. Siwezi pia kusema ni mbinu ya kuamsha nguvu ya ndani. Kwa nini unasema hivyo? Kuna kipindi tu wakati nikiwa chini ya kitengo kama mwanajeshi katika mission maalum katika jangwa la Sahara, niliweza kupata hii mbinu imeandikwa katika notebook. Mtu ambaye aliandika nilimkuta karibia kupoteza maisha na alinikabidhi. Nilimpatia captain hiyo notebook lakini alisema haina maana yote. Wakati nikiwa mafunzoni China, nilimpa mkufunzi hiyo notebook na alitafasiri maandishi yale na kusema ni mbinu ya mafunzo ya kichawi ya kuamsha nguvu ya asili ya kimwili, lakini haijakamilika. Kwa hiyo uliamua kujifunza bila ya kukamilika kwake, si ndio? Mimi mwanzoni sikupanga kujifunza, ila niliamua tu kuhifadhi tafsiri yake kama ilivyo. Lakini kutokana na maelezo yake yalivyo, yalinipa shauku na kuanza kuitumia. Na wakati nikifanya hivyo, mwili wangu huwa najihisi ni kama vile unaungua na pressure inapanda juu mno. Huku nikijihisi ni mwenye nguvu, lakini sasa viungo vya mwili huwa ndio vinauma mno. Nilikuwa na wasiwasi ni mbinu ya nguvu za giza, hivyo sikuendelea nayo sana. Lakini mara baada ya kumwona yule Chekan na kutamani kumshinda kwa mbinu yoyote ile, nilianza kufuata maelekezo ya hiyo mbinu na matokeo yake ndio kama ulivyoona. Yani kitu hakikukamilika lakini ukaamua kujifunza. Ndio. Mwanzo nilifanya kutokana tu na shauku, lakini mara baada ya kujaribu yale mabadiliko yalinijengea shauku kutaka kujua zaidi. Master alikuwa sahihi kabisa, hii mbinu sio nzuri. Aliongea na kumfanya Hamza kumwangalia kwa mshangao kidogo. Kwa nini unaangalia hivyo? Captain, nimekusaidia kwenda chooni. Vipi? Mimi unaweza kunisaidia kitu? Hebu toka hapa bwana. Kwani kuna haja gani ya kurudisha kumbukumbu za matokeo yaliyopita? Kukusaidia kwenda chooni inamaanisha wewe ni rafiki yangu mpaka hatua hii. Ndio maana naomba msaada kama rafiki pia. Kama unataka kujamba wewe jamba tu. Huna haja ya kuongea sana. Aliongea Yones, lakini Hamza alibadilika na kuwa serious zaidi. Unaweza kuniambia hiyo mbinu jinsi ilivyo? Unataka kujaribu pia? Inaweza kukusababishia matatizo. Anataka kujua tu, usio na wasiwasi, siwezi kwenda mbali zaidi. Basi takwambia, maana sio kama ni hazina ya maana mpaka nikufiche. Yones mara baada ya kuona namna ambavyo Hamza alikuwa serious, aliona mwelekeze tu, maana ni kama ndio mara ya kwanza anamuona akiwa serious. Fumba macho. Kisha tengeneza hisia za kusikiliza mapigo ya moyo wako yanavyodunda. Tayari? Ruhusu nafsi yako kuitawala akili yako. Endelea hivyo hivyo mpaka uone giza katika macho yako linapotea. Jitafute jua katika nafsi yako mpaka liwe katika uhalisia wa macho yako, kisha lipoteze. Yaani ukishana hivyo na lipotezea. Utafute mwezi katika nafsi yako na kisha upotezee. Na kuanzia hapo kila kitu kitajielezea chenyewe kwa kadri unavyoona. Yones aliendelea kuongea, lakini baadhi ya maneno yake hayakueleweka, kwani yalikuwa na rahaja ya mafunzo ya kimapigano ambayo mtu wa kawaida hawezi kuelewa. Sasa Hamza aliendelea kuwekeza akili yake katika kila alichoona, lakini ghafla alijihisi mapigo yake ya moyo yakizidi kwenda mbio kwa kila alichoona. Na alijikuta akitoka mara moja katika mawazo yale na kufumbua macho. Na muda huo huo mlango wa wodi ulifunguliwa na msichana mdogo ambaye Hamza alimfahamu ni mmoja wa mlinzi katika idara ya Yones aliyefahamika kwa jina la Joyce ndio aliyeingia. Sasa Joyce akasema, "Captain, vipi hali yako, unaendeleaje?" Yones akasema, "Joy, unafanya nini hapa muda wa kazi?" Joy akasema, "Mkurugenzi kaniambia nije kumpokea Hamza, maana mimi ni mwanamke mwenzako, hivyo ni rahisi kukusaidia."
Yones alijikuta akiona aibu kidogo, lakini kwa wakati mmoja alijikuta akikasirika. Alitamani Joy angekuja mapema kabla ya kuaibika mbele ya Hamza. Sasa Joy akasema, Mr. Hamza, mkurugenzi amesema urudi makao makuu haraka, kuna vitu anataka kuuliza. Aliongea Joy na kumfanya Hamza kushangaa kidogo. Maana aliona kama ni kuuliza si angepiga tu hata simu. Lakini hata hivyo hakuuliza zaidi na aliaga na kuondoka. Hamza mara baada ya kuingia kwenye gari alijikuta akifikiria kile alichokiona wakati wa kujaribu kufuatisha ile mbinu ambayo Yones alikuwa anamuelekeza. Alijiuliza kwa nini aliona sura ya yule mwanamke aliyekuwa akichomwa moto kwenye ile ndoto, na ni kama alikuwa akimsubiria. Hamza aliamua kupotezea kwanza swala hilo, na pale pale aliondoa gari mpaka katika makao makuu ya kampuni, na mara baada ya kuegesha gari na kwenda moja kwa moja katika ofisi ya Reggie, alishangaa kumkuta Bi Miriam akiwa ndani ya ofisi katika kiti chake cha magurudumu. Na pembeni yake alikuwepo Regina aliyesimama kiadabu kabisa. Hakuwa kabisa na ile hali ya kuwa bosi wa kampuni. Sasa Hamza akauliza kwa nini bibi amekuja mpaka huko? Ya maana shangazi hayupo nyumbani? Aliuliza Hamza mara baada tu ya kuingia ndani ya ofisi hiyo na kumfanya bibi yake Regina kugeuka na kumwangalia Hamza. Bibi akasema, nasikia umevunja mtu mguu aliyetumwa na familia ya Benjamin kwa teke moja tu licha ya kuwa na mafunzo ya hali ya juu. Ni kama nilivyoambiwa unaonekana sio mwepesi, nadhani ndio maana Regina anakupenda. Bibi alizungumza hivyo. Sasa Reggie akasema, bibi, mimi simpendi bwana. Aliongea Regina kwa haraka akikataa. Sasa Hamza akasema, bibi, ngoja nikwambie tu kweli bibi yangu. Yaani tokea nijiunge na hii kampuni, nimekuwa na mchango mkubwa sana. Siku nyingine ukija utazisikia sifa zangu tu. Aliongea hivyo Hamza. Sasa bibi alicheka sana akasema, nimekuja angalau kwa mara ya mwisho katika hii ofisi ili niweze kuliangalia jiji la Dar kupitia hili dirisha. Sidhani kama nitaweza kuja tena kwenye maisha haya. Ila uzeona mambo mengi sana. Nakumbuka kipindi na babu yako wakati tunasimama hii sehemu baada ya jengo kamilika. Mandhari hayakuwa ni ya kuvutia kama ninavyoyaona leo. Naona kama uzuri wake umezidi kuongezeka mara 3 zaidi. Aliongea bibi huku akionekana kama vile ni mwenye kujutia. Reggie akasema, bibi, kwa nini kila saa unapenda kuongea maneno ya kujikatia tamaa? Bibi akasema, we mtoto, sisi wote ni wafanyabiashara. Na ili ufanikiwe kama mfanyabiashara unapaswa kujifunza namna ya kukabili uhalisia. Haina haja ya kufikiria mambo yasiyowezekana kwa sababu tu uhalisia ni mgumu. Mimi bibi yako, siku zangu zinahesabika, na nashukuru hata kuweza kufika hapa juu nikiwa katika kiti cha magurudumu. Pengine naweza hata kunisaulisha kile ambacho nataka kuona kikitokea kabla ya kuondoka. Aliongea hivyo bibi na kumfanya Hamza kumkubali huyo bibi. Aliona ni kama umri wake umemfanya kuzidi kuwa na busara. Sasa Reggie akamwambia bibi ya kwamba unaonaje tukienda kupata chakula cha usiku katika hoteli kubwa ya kifahari? Inaweza kuwa sehemu ya matamanio yako ya mwisho kutaka kufanya. Bibi akasema, kuhusu hilo nadhani sio mbaya. Chagua hoteli nzuri kabisa. Tutaagiza mvinyo wa bei ghali kuliko yote inayopatikana nchini na kisha tutasherehekea. Bibi aliongea kinyonge na kumfanya Regina macho yake kuanza kuwa mekundu. Hebu fikiria upo na mzazi wako ama bibi ama babu yako na unapanga naye mkale chakula cha mwisho. Basi Reggie akasema, nitamwambia Linda aweke taratibu. Vipi, nialike na wazee wa kampuni? Bibi akasema, washaondoka, kuna haja gani ya kuonana nao sasa? Malizana nao kabisa ndio nitapata nafasi ya kwenda kuwaona. Kwa sasa sitaki kuwaona maana sidhani kama wana maana yote kwangu. Aliongea bibi kikauzu na kumfanya Hamza sasa kuishia kupumua tu kwa masikitiko. Aliona kabisa kuna uwezekano Regina karithi kila kitu kwa huyo mzee. Sasa muda huo mwanamume mzee wa miaka kama 70 kitu hivi, mwenye dalili ya mvi, aliweza kuingia katika ofisi hiyo na kumfanya Reggie kushangaa. Reggie akasema, mzee Kibatala, kwa nini upo hapa? Aliuliza hivyo Regina. Msikilizaji, mzee Kibatala
ndio aliyekuwa mwanasheria mwenye umri mkubwa sana ndani ya kampuni yao, na alisimamia masuala mengi tokea kipindi cha babu yake. Yaani ni mmoja wa wanasheria ambao walikuwa wakiheshimika mno ndani ya Tanzania nzima. Sasa kutokana na umri wake kuwa mkubwa aliokuwa nao, alijichukulia kama vile amestaafu. Hivyo kazi nyingi za kampuni zilikuwa zikiwakilishwa na vijana waliokuwa katika ulingo wa sheria, na yale onekana mara chache sana kwenye masuala ya kisheria ya kampuni. Basi akasema, mkurugenzi, nipo hapa kwa maombi ya madam. Nimeleta wosia na nyaraka nyingine za kisheria. Reggie akasema, wosia? Yule mzee akasema ndio. Aliongea na mdau yule, alianza kutoa nyaraka katika mkoba wake wa briefcase aliyokuja nao. Ilikuwa ni ile mikoba ya zamani kabisa na ilionekana ulitumika kwa kipindi kirefu mno. Basi yule mzee akasema, kwa sababu madam hawezi kusaini kalamu, basi tutatumia alama ya vidole vyake. Pia nitarekodi tukio zima kwa ajili ya ushahidi. Baada ya mzee kuongea hivyo, Bi Miriam akasema, mzee Kibatala, nadhani umefikiria vya kutosha na umeona huu ndio muda. Asa muda ule yule mzee alianza kusambaza nyaraka katika meza ya kioo iliyokuwepo katika ofisi hiyo na kumpa nafasi ya Miriam kuweka kidole gumba katika kila nyaraka. Reggie ambaye alikuwa pembeni aliweza kuona kila kitu, na mara baada ya kuona mwisho wa nyaraka hiyo alijikuta akishangaa sana. Reggie akasema, bibi, unataka kunipa hisa zote? Bibi akasema ndio, lakini kama nilivyosema kuna masharti. Aliongea huku akinyoshia mkono karatasi ya mwisho. Bibi akasema, sharti langu ni wewe kuolewa. Nikifariki bila ya kuona hujaolewa, basi hisa zote kisheria zitaenda kwa baba yako. Aliongea na kumfanya Hamza kukunja sura na kujiambia, huyu mzee ni mkatili mno. Ni mkatili mno kwa kutumia sababu hiyo kumforce Regina kuolewa. Lakini kwa upande mwingine aliona kama hisa hizo zitaenda kwa baba yake Regina, basi kampuni inaweza kuwa ndio mwisho wake, maana moja kwa moja hisa zote zitakuwa zinamilikiwa na Lambla. Na mnamjua Lambla, mnamjua huyu mwanamke alivyompuzi. Kumbuka Lambla ndo mama wa kambo wa Reggie. Sasa kama Regina amefanya kazi kwa juhudi kubwa kuifikisha kampuni ilipo, ataweza kuruhusu kuona kampuni inaangukia katika mikono ya watu wenye nia ovu? Upande wa Reggie aliona ni kama bibi yake anamuonea, na kabla hajaweka kidole gumba katika karatasi yenye masharti alianza kulalamika. Reggie akasema, lakini bibi, mimi sitaki kuolewa naye. Aliongea na kumfanya Hamza midomo yake kucheza na kujiambia, kwani amemkosea nini huyo mwanamke mpaka kumkataa waziwazi? Sasa bibi akasema, mimi sina shida, sio lazima uolewe na Hamza. Mimi ninachotaka ni ndoa, hivyo sijali nani unaoana naye. Aliongea na kumfanya Regina kuona wazo hilo ni baya zaidi. Regina akasema, bibi, kwani lazima niolewe? Ninao uwezo wa kuendesha kampuni bila hata kuolewa. Mimi sitaki mume kabisa bibi, kwani unataka kuolewa bibi? Bibi akasema, huu ni wosia wa baba yako na wa kwangu pia. Na sifanyi hivi kwa sababu sina sababu, haya yote ni kwa ajili yako. Na nishaweka alama tayari. Hivyo kama unataka kuilinda kampuni isiende kwa mwingine, hakikisha unaolewa haraka iwezekanavyo. Bibi aliongea na kisha akamwangalia Hamza. Bibi akasema, ila kwa upande wangu nimetokea kumkubali Hamza zaidi. Kama utaolewa naye una baraka zangu zote. Bibi aliongea hivyo na kumfanya mzee Kibatala kuweza kutabasamu. Mzee Kibatala akasema, madam, mimi ninawaacha kwa sababu naona kazi yangu nishaimaliza. Bibi akasema, asante sana na pole kwa usumbufu. Matumaini yangu ili swala utalifanya kuwa siri kwa muda. Basi yule mzee akasema, usiwe na wasiwasi madam. Aliongea hivyo na Bi Miriam alitingisha kichwa kumwaga. Sasa muda ule hali ya bibi ilianza kubadilika na kumfanya Reggie kumpeleka mpaka chumba cha kupumzika. Ofisi ya Regina ilikuwa na chumba cha kulala. Ilikuwa na sebule kabisa. Yaani ilikuwa ni kama ofisi ndani ya apartment. Sasa upande wa Hamza, wakati akiwa akimsubiria Regina kutoka, ujumbe kwenye simu yake uliingia na alipoangalia namba ni mpya. Na aliufungua ujumbe na alikuta sentensi ya neno
I'm back from 2F. Hamza pale pale alijua aliyekuwa ametuma ujumbe huo ni Frida, na alijikuta akishangaa kidogo, na alitaka kuipiga ile namba pale pale, lakini simu yake ilianza kuita na aliyekuwa akipiga ni Eliza. Kumbuka Eliza ndio ofisi ya Hamza Basi Hamza akasema, baby, naona unanipigia muda wa kazi, utakuwa umenimisi sana nini? Eliza akasema, hata sijakumisi, nimesikia tu Yones kalazwa, ndio maana nimepiga kujua maendeleo yake. Kwa hiyo unachojali ni Captain Yones tu na sio mimi? Amna bwana, ukweli nimepiga kwa ajili yako. Mimi nataka tu kujua kama una ratiba usiku. Kama huna, unaonaje ukija nyumbani nikupikie chakula kitamu kama ishara ya shukrani kwa ajili ya matibabu ya mama yangu? Kwa leo haitawezekana. Nishakubali kwenda kupata chakula cha usiku na bibi yake Regina. Basi hata siku nyingine tu. Baby, ila usiwe na wasiwasi, naweza kuja hata baada ya chakula. Nisikufungulie mlango. Nitapitia dirishani. Alafu wewe, sitaki kuongea na wewe. Aliongea na mda ule simu ilikatwa. Sasa Hamza mara baada ya kusikia sauti tamu ya Eliza, moyo wake ulianza kuhisi majuto na kuanza kujiuliza au baada ya chakula aende kwake kumfanyia surprise. Pengine anaweza kupewa tunda. Hamza mara baada ya kurudi katika ofisi yake ili kupoteza muda, ghafla tu mlango wa ofisi yake ulifunguliwa bila hodi, na aliyeingia alikuwa ni Linda. Akamuita pale Hamza kwa haraka haraka, akamwambia Hamza akamwambia kuna nini? Linda akasema, bibi kazidiwa, wewe ukasha gari, tunamshusha hapo, fanya haraka. Aliongea Linda na kumfanya Hamza muonekano wake kubadilika mara moja, na kitendo cha kutoka tu aliweza kusikia sauti ya kilio cha Regina maskini akimuita bibi yake amke. Sehemu inayofuata msikilizaji, tunakwenda kumzika bibi ama itakuwaje? Na bibi anafariki bila kuona ndoa ya Regina ama inakuwaje? Kurudi kwa Frida kwa Hamza, yani kwa sababu Frida tunaona ameshamtumia Hamza ujumbe ya kwamba I'm back. Je, inatoa ishara gani? Kuna vitu ambavyo Hamza ataenda kuvijua zaidi, ama maana tangu aachiwe mshumaa hamna jambo la msingi ambalo alifanya. Lakini kikubwa zaidi tunataka kufahamu hali ya bibi yake maskini itakuwaje. Bibi mwenyewe alisema atafariki baada ya kuona ndoa, sasa inakuwaje hapa? Lakini tayari hata hivyo alikuwa katika siku za mwisho kwa sababu hata chakula walipanga wakale chakula cha mwisho. Ila wazo la bibi yake ni kwamba amempendekeza Hamza kwa sababu ndo amemvutia, na kama Regina atakubali kuolewa na Hamza, basi Regina atakuwa na baraka zote za bibi. Lakini Hamza mdogo naye ana pisi yake inaitwa Eliza, na Eliza mwenyewe kashampigia simu, baby njoo usiku nikuandalia msosi mtamu. Sasa itakuwaje kwa hawa wawili msikilizaji? Tukutane sehemu inayofuata kuweza kujua mengi zaidi. Simulizi tamu sana hii msikilizaji, tamu vibaya mno. Mwandaji ni Sasingano, niliye kusimulia ni mimi Lucas Lumbas. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu tukutane sehemu inayofuata. Karibu Ethiopia again, bye bye.